Tangawizi ni chai maarufu kwa afya ambayo wengi wamekuwa wakitumia mara kwa mara, lakini pia hawajui faida gani ambazo wanazipata ukitumia jioni kabla ya kwenda kulala. Mara nyingi imekuwa na faida nyingi kede, ila sasa wengi hawafahamu na wengi hawajapata elimu hii. Kwa hiyo kama uko hapo, naomba unisikilize, nenda na mimi tutakutajieni faida 9 ambazo utazipata endapo ukinywa tangawizi jioni kabla ya kwenda kulala. Utapata faida zipi? Hakikisha una subscribe channel yetu ikiwa kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunapozituma kila siku. Kwa hiyo hapa nitakuonesha matokeo halisi ambayo mwili wako unayapata pale ambapo unatumia chai iliyochanganywa na tangawizi au kutumia chai ya tangawizi. Kwa hiyo kama utakuwa na swali lolote, JW Sabo Clinic tunafurahia kuona watu mnapona. Tunafurahia kuwapa tips maalum. Kuna watu wamekuwa wakiteswa na changamoto za kiafya, lakini pia tumekuwa tukiwapa tips maalum zitakazowasaidia kuondokana na changamoto hizo. Faida namba 1 ya kutumia chai ya tangawizi ile unapoenda kulala, cha kwanza inaimarisha digestion au mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula. Yaani hii tunasema mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula ni mfumo mama. Yaani kati ya mfumo ambayo yote ipo, mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula ni mfumo mama, ambao ndio huo mfumo unaokusababisha wewe uweze kupata choo vizuri, lakini pia uweze kupata choo ambacho kinafanana unajua kuna pengine unapata choo unakuta kama tope, unapata choo inafanana rami. Kwa hiyo hii itakufanya uweze kupata choo iliyo vizuri. Na mfumo wako utajuaje mfumo wako mmeng'enyaji wa chakula hauko sawa? Ni pale ambapo cha kwanza haupati choo, cha pili unapata choo kigumu, cha tatu tumbo linajawa gesi, cha 4 unapata kiungulia, cha 5 tumbo lako linavimbiwa. Basi ukiona dalili zote hizi, jua mfumo wako mmeng'enyaji wa chakula hauko sawa. Kwa hiyo unapotumia chai ya tangawizi inaimarisha digestive system, ambayo inasaidia kupunguza tumbo kujawa gesi au bloating au kuvimbewa kama hauna changamoto ya vidonda kwenye kuta zako za tumbo. Ukiwa na changamoto ya vidonda, usitumie vitu vyote ambavyo vinakuwa vina uchachu kidogo. Kwa hiyo unatakia tips zaidi za kiafya, hakikisha kila siku unatembelea channel yetu na subscribe ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Lakini pia inapunguza maumivu ya misuli na viungo. Wale wenye changamoto ya misuli, wenye changamoto ya viungo, huwa inaongeza circulation ambayo inapunguza inflammation, ambayo tunasema inapunguza zile vimbe ndogo ambazo wengi wamekuwa wakizipata. Ni moja ya faida kubwa ambayo hata kama una changamoto ile ya uric acid, una changamoto kwenye joint, unapata shida, hakikisha pia chai ya tangawizi usikose, itaweza kukusaidia kuondokana na hizo changamoto. Lakini pia kuimarisha kinga ya mwili. Hapa tunachohitaji ni kinga ya mwili, kwa sababu ina antioxidants ambayo inapambana na infection za aina yoyote, lakini pia kusaidia kupata usingizi bora kwa afya ya mwili. Wengi sasa hivi unakuta usiku hawapati usingizi, usiku hawalali, usiku anaugulia maumivu makali. Ukitumia chai ya karafuu, ukitumia chai moja kwa moja ya tangawizi itakusaidia na itakurekebisha, itaweza kuimarisha kinga yako ya mwili. Sasa hivi watu unakuta ugonjwa wote imo, typhoid imo, malaria imo, UTI imo, yani ugonjwa wote unaokuja umo ndani. Hiyo inasababishwa na nini? Inasababishwa na mfumo wako wa kinga ya mwili kuwa dhaifu, haufanyi kazi vizuri, haikusaidii kupambana na magonjwa. Tunaposema mfumo wa kinga ni walinzi wako, hata taifa walinzi wake, wanajeshi wakiwa wakilegalega, maadui ni rahisi kuingia. Ndio hicho. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo vinaimarisha afya yako, na wengi wanaimarisha afya yao bila kufahamu, na wengi afya zao kinga za mwili ziko chini na wafahamu. Kama unaugua mara kwa mara pia, ndio maana hata ukiwa na magonjwa mara kwa mara, magonjwa kwaka ya katiki, hospitali na wewe na hospitali, pharmacy na wewe na pharmacy, duka la dawa na wewe, dawa na wewe, yani ni hivi, yani ni sambamba. Waswahili wanasema hii ni bamba to bamba. Sasa kama wewe uko kwenye hiyo situation, hakikisha unatumia, itakusaidia kuimarisha kinga ya mwili. Kinga ya mwili ndio kitu namba 1 ambacho tunakiangalia kiweze kuwa
kuweza kuwa dhaifu, kuweza kuwa imara, ambacho tunakiita ni mfumo wa kinga, immunity moja kwa moja. Lakini pia kupunguza pressure ya damu, stress. Wale wenye changamoto ya pressure, nimeshawaambia pressure, kama changamoto ya pressure kuna vitu unatakiwa uzingatie. Kitu cha kwanza ni program maalum ya kula mara 2. Skip mlo wa asubuhi, kula mchana na jioni. Kama una pressure, tuwasiliane, itaweza kusaidia kukupa mwongozo maalum utakao kusaidia kuondokana na changamoto hizi za kiafya. Ndugu yangu, unapotumia kwanza inafanya mishipa yako iweze kurelax. Kwanza umeona kwamba inasaidia circulation ya blood iweze kwenda vizuri, na imarisha, inaondoa maumivu yale. Sawa, kwa hiyo pendelea kuitumia mara kwa mara, inafanya mishipa yako ina relax. Lakini pia inasaidia adrenaline kabla ya kulala. Adrenaline tunasema ni homoni muhimu sana, ni tezi muhimu sana kwenye mwili wa binadamu, ambayo nimeshaelezea kwenye video ambazo zimepita inafanya kazi gani na utajuaje iko chini. Na ndio maana wengi tumekuwa tukitibu changamoto haziponi, sababu tumekuwa tukitibu dalili na sio chanzo cha tatizo. Lakini pia kuimarisha afya ya moyo. Kama mishipa yako ya damu itaweza kufanya kazi vizuri, itaweza kuruhusu blood circulation iende as planned, moja kwa moja, lazima moyo wako uweze kuwa sawa, kwa sababu inapunguza cholesterol, inaimarisha circulation ya damu, lakini pia inasaidia mwili kushughulikia stress ya kila siku. Hakikisha unatumia tangawizi kwa ajili ya afya yako. Tumia tangawizi kwa ajili ya kulinda afya yako. Tumia tangawizi kwa ajili ya kukuongezea afya kwenye moyo wako. Wengi sasa hivi wamekuwa na changamoto ya moyo, mara moyo umetanuka, mara moyo una changamoto gani? Ndugu yangu, tumia tangawizi, itaweza kukusaidia. Lakini pia kuimarisha usingizi. Inaimarisha usingizi. Inaimarishaje usingizi? Chai ya tangawizi huleta relaxation ya mwili. Mwili ukishakuwa ukiweza kurelax moja kwa moja, utaweza kupata usingizi. Ndio maana tumesema kunywa dakika 30 au 60 kabla ya kulala, kuepuka sukari. Itakusaidia sukari usiwezi, utaweza kuepuka sukari na itaweza kukuongezea faida kubwa kwenye usingizi wako. Kwa nini unakosa usingizi? Wapo wengi sana watu hawapati usingizi. Sasa kama upati usingizi, tangawizi ni zaidi ya suluhisho. Ndugu yangu, hakikisha unakunywa chai ya tangawizi kabla ya kulala. Ni rahisi, lakini ina faida kubwa kwa mwili wako. Kwa tips zaidi za kiafya, hakikisha unatufollow, hakikisha una subscribe channel yetu ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie hapo chini kwenye comment, wewe umepata faida gani ulipokuwa unatumia tangawizi kabla ya kwenda kulala. Tuambie faida ambazo umezipata hapo chini kwenye comment ili tuweze kujifunza zaidi. Hakikisha una subscribe kama utakuwa na changamoto yote ya kiafya. JW Sabo Clinic tuko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika bila shida. Karibu na Mungu apate kukubariki.